ikatimiza kazi yake, tukapata sheria mbili, na hayo ndo maboresho au mabadiliko yaliyofanywa. Badiliko la kwanza ni kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Katika sheria hiyo inaeleza namna ya kuwapata wajumbe wa tume hiyo, kwamba watu wataomba. Zamani rais alikuwa anateua, wataomba, kutakuwa na kamati ya usaili, baada ya hapo mapendekezo yataenda. Lakini hapo namna ya kuwatoa hao wajumbe ambao wameshakwisha kuwateua, utaratibu wake umeelezwa. Kwa hiyo badiliko kubwa kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sheria ya pili ni sheria ya kuwapata wabunge, rais na madiwani. Sheria hiyo inaeleza, moja, uchaguzi ulikuwa unasimamiwa na wakurugenzi. Sasa inatamka kwamba uchaguzi utasimamiwa na maafisa waandamizi wa umma. Lakini pia kulikuwa na utaratibu wa kupita bila kupingwa. Sasa hivi hamna kupita bila kupingwa. Hawa watu wamejizima data pamoja na kujua sheria, wanazunguka kupotosha watu. Mabadiliko yamefanyika makubwa. Tupige makofi kwa bunge na Rais Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Najua kuanzia tarehe 5, 8 watapita huko. Mwapuuze, ni waongo. Hawana jipya, ni visingizio. Uchaguzi upo, utafanyika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niwaulize, hivi ikitokea bi harusi imetangazwa na amepelekwa saluni, akawekewa kope, anataka kuelekea kanisani, kope zikaanguka, harusi itafungwa ifungwi? CCM oye! Yaani wewe uchaguzi huu ulishatangazwa, upo kwa mujibu wa katiba. Ndoa imeshatangazwa, bi harusi kawekewa kope, bahati mbaya kajikwaa, kope imeanguka, harusi itafungwa ifungwi? Basi Chadema, harusi iko pale pale. CCM oye! Kwa hiyo nimewaona wanahangaika, wametoka katika chama cha siasa, wanaenda kuwa jukwaa la harakati, kwa sababu malengo ya chama cha siasa ni kushika dola. Na ndio maana hao waliokuja, na wapongeza, wameona mbali kwamba Chadema baada ya uchaguzi sio tena chama cha upinzani. Hatakuwa na diwani, hana mbunge, hana viti maalum, watabaki jukwaa la harakati. CCM oye! Kwa hiyo niwaombe tuendelee kujipanga kwa ajili ya uchaguzi. Nimejulishwa na takwimu zinaonyesha mkoa kwa mkoa, mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili kwa idadi kubwa ya watu baada ya Dar es Salaam. Lakini pia nimejulishwa, na sisi tunaona daftari lilipopita katika kuboresha, mkoa wa Mwanza mlifanya vizuri sana. Hayo ndio maandalizi ya uchaguzi. Niwaombe tena, daftari limerudishwa kwa awamu nyingine, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7. Nendeni ambao mlikuwa mjarekebisha taarifa zenu, mkajiandikishe kuongeza ushindi wa chama
wapiga kura. CCM oye! Wenzetu hawa walishaonyesha dalili za kuchoka. Mwenyekiti wao nilimsikia akisema, bwana, mbona watu wenu hawajiandikishi? Akasema, ili iweje? Wakaambia kwa ajili ya uchaguzi. Uchaguzi upi? Anasema tutazoea uchaguzi. Ubavu huo hawana. Kwa hiyo sisi tutumie muda huu tukaboreshe taarifa zetu, tuhakikishe kwamba wanachama wetu ngazi mbalimbali, mabalozi, hamasisheni watu waende katika daftari, viongozi wa kwenye matawi kata, watu wetu wana CCM, wapenzi wa CCM, wananchi wapenda maendeleo, wote wakajiandikishe tupate wapiga kura wengi zaidi. CCM oye!